Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi amemgeuka Samia Suluhu na kumlaani vibaya kwa vita vinavyoonekana katika nchi ya Tanzania baina ya vyama. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa Watanzania kuheshimu tofauti za kisiasa na kulinda misingi ya demokrasia, akisisitiza kuwa hakuna mtu anayepaswa kuonwa, kunyanyaswa au kutishwa kwa sababu ya itikadi au mtazamo wake wa kisiasa. Kauli hii ilitolewa katika hotuba yake mbele ya waombolezaji, ambapo alielezea umuhimu wa kuendeleza siasa za hoja, uvumilivu na mshikamano wa kitaifa. Katika hotuba hiyo, makamu wa rais alieleza kuwa demokrasia ya kweli inahitaji uwepo wa mawazo tofauti na uhuru wa watu kueleza mitazamo yao bila hofu. Alibainisha kuwa uwepo wa mitazamo tofauti ni sehemu ya mfumo wa kidemokrasia na upaswi kuwa chanzo cha migogoro au uhasama miongoni mwa wananchi. Alisisitiza kuwa taifa lina wajibu wa kuhakikisha kuwa kila mwananchi anaheshimiwa na kulindwa bila kujali msimamo wake wa kisiasa. Makamu wa rais alieleza kuwa Tanzania ni nchi inayojengwa juu ya misingi ya umoja, amani na mshikamano, na kwamba misingi hiyo inapaswa kulindwa wakati wowote. Alibainisha kuwa tofauti za kisiasa hazipaswi kutumiwa kama sababu ya kuwatenga au kuwanyanyasa watu wengine. Alisisitiza kuwa haki ya kuwa na maoni tofauti ni sehemu ya haki za msingi za kiraia zinazolindwa na katiba na sheria za nchi. Kauli hiyo ilipokelewa kwa hisia tofauti miongoni mwa waombolezaji. Baadhi yao walionyesha kuunga mkono ujumbe huo kwa kupiga makofi, huku wengine wakionekana kutafakari kwa kina maana ya uzito wa kauli hiyo. Hali hiyo ilionyesha kuwa swala la uvumilivu wa kisiasa linaendelea kuwa mada muhimu katika mjadala ya kitaifa. Na katika hotuba yake, makamu wa rais alieleza kuwa taifa linahitaji siasa za ushindani wa hoja badala ya siasa za mashambulizi binafsi. Alisisitiza kuwa ushindani wa kisiasa unapaswa kujikita katika sera, mipango na hoja zenye lengo la kuboresha maisha ya wananchi. Alionya kuwa siasa za chuki, vitisho na mashambulizi binafsi zinaweza kudhoofisha umoja wa taifa na kuathiri maendeleo ya nchi. Aidha, alieleza kuwa viongozi wa kisiasa wana jukumu la kuwa mfano wa wananchi kwa kuhubiri amani, heshima na uvumilivu. Alisisitiza kuwa matendo ya kauli za viongozi vina athari kubwa kwa jamii na kwamba viongozi wanapaswa kutumia nafasi zao kuimarisha mshikamano wa kitaifa badala ya kuleta migawanyiko. Makamu wa rais pia alitoa wito maalum kwa vijana, akiwataka kuepuka kushawishiwa na siasa za mihemko. Alieleza kuwa vijana ni sehemu muhimu ya taifa na wana nafasi kubwa katika kujenga mustakabali wa nchi. Alisisitiza kuwa vijana wanapaswa kushiriki katika siasa kwa njia ya hoja, mijadala yenye kujenga na kwa kuzingatia misingi ya heshima na uvumilivu. Alionya kuwa kupendekeza siasa za chuki kunaweza kuligawa taifa na kudhoofisha amani iliyopo. Alibainisha kuwa amani ya Tanzania imejengwa kwa muda mrefu kupitia juhudi za viongozi na wananchi, na kwamba ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha kuwa amani hiyo inalindwa. Kauli ya makamu wa rais inakuja katika kipindi ambacho mijadala kuhusu siasa na demokrasia inaendelea kushika kasi katika jamii, na Tanzania ni nchi inayofuata mfumo wa vyama vingi vya siasa, ambapo vyama mbalimbali vinashiriki katika uchaguzi na michakato ya kisiasa kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Mfumo huu unaruhusu wananchi kuchagua viongozi wao na kushiriki katika maamuzi ya kitaifa. Na kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, kauli ya makamu wa rais inalenga kuimarisha misingi ya demokrasia na kuhimiza ushindani wa kisiasa unaozingatia sheria na taratibu zilizowekwa. Wanasema kuwa uvumilivu wa kisiasa ni sehemu muhimu ya mfumo wa kidemokrasia na unasaidia kuhakikisha kuwa michakato ya kisiasa inafanyika kwa amani. Na katika historia ya Tanzania, amani na utulivu vimekuwa sehemu ya utambulisho wa taifa, na tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, nchi imeendelea kufanya chaguzi za viongozi katika ngazi mbalimbali. Mfumo huu unawezesha ushindani wa kisiasa na kutoa nafasi kwa wananchi kushiriki katika uongozi wa nchi.
Makamu wa rais alisisitiza kuwa tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa sababu ya migogoro au vurugu. Alieleza kuwa wananchi wanapaswa kuheshimiana na kushirikiana bila kujali tofauti zao za kisiasa. Alibainisha kuwa mshikamano wa kitaifa ni muhimu kwa maendeleo ya nchi. Aidha, alieleza kuwa mazungumzo ni njia muhimu ya kutafuta na kutatua tofauti za kisiasa, akisisitiza kuwa wananchi wanapaswa kutumia njia za amani na mazungumzo kushughulikia tofauti zao badala ya kutumia vitisho au vitendo vya vurugu. Aliongeza kuwa mazungumzo yanaweza kusaidia kujenga uelewano na kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Hapa alikuwa anamrejelea Samia Suluhu. Na katika hotuba hiyo, makamu wa rais pia alieleza umuhimu wa kuheshimu sheria na taratibu za nchi. Alisisitiza kuwa sheria zimewekwa ili kulinda haki za wananchi na kuhakikisha kuwa kuna utulivu na utaratibu katika jamii. Alibainisha kuwa kila mwananchi ana wajibu wa kuheshimu sheria bila kujali msimamo wake wa kisiasa. Na kauli ya makamu wa rais imeibua mjadala miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa siasa. Baadhi wanaona kuwa ni wito muhimu na ulenga kuimarisha amani na mshikamano wa kitaifa. Wengine wanaona kuwa kauli hiyo inasisitiza umuhimu wa kuheshimu haki za kisiasa na uhuru wa maoni. Makamu wa rais alieleza kuwa taifa lina wajibu wa kuhakikisha kuwa kila mwananchi anajisikia salama na kuheshimiwa. Alisisitiza kuwa hakuna mtu anayepaswa kuonewa kwa sababu ya maoni yake ya kisiasa. Alibainisha kuwa haki za wananchi zinapaswa kulindwa wakati wowote. Na katika mfumo wa utawala wa Tanzania, makamu wa rais ni mmoja wa viongozi wakuu wa kitaifa na ana jukumu la kumsaidia rais katika kusimamia shughuli za serikali. Pia ana jukumu la kuhimiza umoja wa kitaifa na kuimarisha mshikamano miongoni mwa wananchi. Hotuba hiyo pia ilisisitiza umuhimu wa kujenga utamaduni wa kuheshimiana katika siasa, na makamu wa rais alieleza kuwa siasa zinapaswa kuwa chombo cha kuleta maendeleo na si chanzo cha migogoro. Alisisitiza kuwa wananchi wanapaswa kushirikiana katika kujenga taifa lenye umoja na mshikamano. Aidha, alieleza kuwa taifa linaweza kufikia maendeleo makubwa ikiwa wananchi watashirikiana na kuheshimiana. Alibainisha kuwa mshikamano wa kitaifa ni msingi wa maendeleo ya nchi. Na kwa ujumla, hotuba ya makamu wa rais imeacha ujumbe unaosisitiza umuhimu wa demokrasia, uvumilivu wa kisiasa na mshikamano wa kitaifa. Kauli hii imepokelewa kama wito wa kuimarisha umoja wa taifa au kuhakikisha kuwa siasa zinabaki kuwa chombo cha kujenga taifa. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa kauli kama hiyo kutoka kwa viongozi wa juu wa serikali zina umuhimu mkubwa katika kuimarisha imani ya wananchi na katika mfumo wa kisiasa. Wanasema kuwa viongozi wanapaswa kuendelea kuhimiza amani, uvumilivu na mshikamano wa kitaifa. Na kwa upande mwingine, wananchi wanaendelea kufuatilia kwa karibu kauli na matendo ya viongozi wao, wakitarajia kuona utekelezaji wa misingi ya demokrasia na haki za kiraia, na wengi wanaamini kuwa kuheshimu tofauti za kisiasa ni hatua muhimu katika kuimarisha umoja wa kitaifa. Hotuba hii inaendelea kuwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu mustakabali wa siasa na demokrasia nchini Tanzania. Inaonyesha umuhimu wa viongozi kuendelea kuhimiza maadili ya kisiasa yanayozingatia heshima, uvumilivu na mshikamano. Na kwa ujumla, ujumbe uliotolewa unasisitiza kuwa tofauti za kisiasa ni sehemu za demokrasia, na kwamba wananchi wanapaswa kuheshimiana na kushirikiana bila kujali tofauti zao. Na pia unasisitiza umuhimu wa kulinda amani na mshikamano wa taifa. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi na subscribe, like na kushare video zetu.